السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tukiendelea na kueleza matukio yaliyotukia katika mwezi huu wa Mkombo wa Rajab, tukaeleza kwa mmoja wapo ni al-Isra wal Mi'raj, ni rihla hii ambayo kwamba safari hii aliyofungishwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama kupelekwa al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra kama alivyokuwa tumesema ni kutokea Makka mpaka Baitul Maqdis. Al-Mi'raj ni kutoka hapo kupanda mbinguni. Tulikomea jana Mtume sallallahu alaihi wasallama mafunzo mazuri ambayo tuliyapata ni kubisha hodi. Ndio maana alhamdulillah Mtume sallallahu alaihi wasallama hakutubakisha kutuachia kitu chochote cha akhlaqi na tabia isipokuwa ametueleza. Ndio maana yeye mwenyewe sema inna ma'ana bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, mimi nimetumilizwa kuja kutimiza tabia nzuri. Uslubu huu ambao kwamba tulikuwa tumezungumza jana wa idhni ni moja katika tabia nzuri. Ibn Mas'ud alikuwa akisema alaykum al-idhn ala ummahatikum, hatta ikiwa katika wazazi wenu mama zenu pia atakaidhini katika kuingia huko katika hali kama hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akalisisitiza sana hilo. Na idhni ni kuingia, uingie na kumwamkia mtu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni moja katika kutafuta amani na baraka zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nyumba kama hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo tuingia darasa kwamba la 6, tuingia darasa kwamba hili la 6. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupokewa katika wingu wa kwamba huwa wa kwanza na malaika wakimpokea wakimwambia marhaban ibn salih wa mwana mwema, wa idha ana bi rajul ka hayatihi yawma khalaqahu Allah lam yataghayyar minhu shay. Asema mwenye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mara kama mtu yuko katika umbile lake lile ambalo kwamba siku kama alipomuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuona huo na lam yataghayyar minhu shay, na hakubadilika kitu chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuona wa idha huwa tu'radu alayhi arwahu dhurriyyatihi, na aoneshewa wale watu wake, familia watu wake, anaoneshewa ama kwamba roho zake zile ama kwamba za watu wake wote. Fa idha kana ruhul mu'min qala ruhun tayyib wa ruhun tayyiba ij'alu kitabahu fi 'iliyyin. Zile roho zikawa ni nzuri anaziona, na ikaja riwaya nyingine kuwa zile kuna upande wa kulia kuna roho nzuri na upande wa kushoto kuna roho zile ambazo kama ni mbaya. Huyo bwana ambaye alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, na roho zile ambazo kama nzuri anaziona upande wa kulia ndio ambazo kwamba roho ambazo za watu wa peponi, na watu ambao kama waliona roho zile kwa upande wa kushoto wasema ijalu kitabahu fi sijjin,
zijalie hizo tena katika hali ya kwamba motoni tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akamuuliza ya Jibril, man hadha? Akamuuliza ya Jibril, huyu ni mtu gani huyu? Qala, Jibril akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, abuka Adam alayhi salam, ni babako huyu ambaye kwamba Nabii Allah Adam. Hii ni bahati kubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuona vile vile alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni neema kubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuona hasa Nabii Allah Adam kwa umbile lake lile. Fasallama alayya, mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam akanisalimia mimi, warahaba bi, na kumpongeza kumpokea mapokezi ambayo anampokea. Waqala marhaban li ibn salih, na akamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mwana ambaye mwema. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, Nabi Adam khalaqa Allahu Adam ala suratihi tuluhu 60 dhira'an, urefu wake Nabi Allah Adam ni dhiraa 60 hivi, ambapo ukizihesabu hizi dhiraa ni hizi ambapo kuanzia hapa mpaka hapa kwenye kikuku hiki cha mkono, hizi hesabu 60 ndio urefu wake ambapo alikuwa aliomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na umbile la watu wa zamani ilikuwa ni hilo, ambapo watu wa zamani walikuwa ni warefu, lakini kula kuchapo twazidi ambapo kupungua. Hili ndio umbile ambapo nalo aliomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umbile lake Nabii Adam, na akaona hali kama hiyo. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma nadhartu fa idha ana biqaumin lahum mashafir kama shafir al-ibl wa qad ukila bihim man ya'khudh bimashafirihim. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaoneshwa, akaona watu, mara yuko katika watu wana midomo sampuli kama midomo yao kama mfano kama wa ngamia vile, na thumma yaj'alu fi afwahim sakhran min nar, wajaliwa katika ile, kuna malaika ambao kwamba wako pale wachukulia katika midomo kama ile, watia katika jiwe ambao kwamba la motoni. Yakhruju min asafilihim, kutoka kwake kutoka katika njia ambayo kwamba ya choo, ule hali ambayo kwamba iliwafikia kama jiwe ambayo kwamba la motoni likiingia latokezea huko. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, man haulai, kina nani hawa ambao kwamba wenye kuadhibishwa hali kama hii? Qala, akasema haulai alladhina yakuluna amwala alyatama dhulman inma yakuluna fi butunihim nara. Mtume sallallahu alaihi wasallam atufahamisha, angalia bwana kama huyu, namna hatari ya watu ambao kula mali ambao ya mayatima. Watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia hawa vijana, wakawa wao hawajui maskini. Wewe kwa vile baba yao amekufa na ameacha mali kama ile, ukaona wewe uyafujue sasa, uwe tena wewe mali ni yako wewe, wale watoto wasipate chochote kwa sababu hawana yoyote hapo kwamba wenye kusimamia mali kama yale. Kwa hivyo watu kama hawa watajuta siku ya Kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaona mkaba katika hali yao hiyo, chakula chao na chakula ni majiwe hapo kama motoni, kikiingia chatoka huko chini. Mpaka Jibril akamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, haulai alladhina yakuluna amwala al-yatama, hawa ni wale watu ambao wanakula mali ya mayatima tena kwa dhulma. Inma yakuluna fi butunihim nara, wanachokula wao wanakula katika matumboni mwao ni moto tu. Watu kama hawa wanakula moto, na ndio maana ukamwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wala taqrabu mala al-yatim, msikurubie ile mali ya yatima. Kukurubia tu ama kama wewe ukaamua kukurubia, illa billati hiya ahsan, isipokuwa kwa njia nzuri, kwa njia kwamba mali kama yale, kama kuwasomesha watoto kama wale, kuwasimamia hali zao,
ama kama wale hapa kuna sasa hata yablugha shuddahu, mpaka atakapofika makamu ama kama wao wamebalighi ama kama kusimamia mambo yao kama wenyewe. Ukiwa utasimamia katika hali kama hiyo, basi hakuna matatizo. Lakini ikiwa wewe utakuwa utayala kwa dhulma, basi ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashasema ndani ya Qur'an, innal ladhina yakuluna amwala yatama dhulman inma yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Wale watu ambao wenye kula ambao mali matima, ujue wanakula wao matumboni mwao, wajue wanachokitia matumboni mwao, basi watia motoni katika matumbo kama hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alisema, yub'athu yawm al-qiyamah qaumun min quburihim ta'ajjaju afwahuhum nara. Watakuja kufufuliwa watu siku ya kiyama. Kuna watu watakuja kufufuliwa siku ya kiyama kutokana katika makaburini mwao, ta'ajjaju afwahuhum, zaruruma moto, kuna sauti ambayo yatoka ndani ya midomoni mwao, zatoka sauti ndani ya midomoni mwao. Faqila, akaambiwa Mtume, man hum ya Rasulullah, ni kina nani watu kama hao ama kama adhabu kama hiyo? Sasa hivi tunaona kama mambo ya dhihaka, lakini haya mambo watakuwa na tabu sana watu ambao wenye kula mali ambao yatima. Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, alam tara anna Allah yaqulu, humjui kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, innal ladhina yakuluna amwala yatama dhulman inma yakuluna fi butunihim nar, katika surati an-Nisa. Wale ambao wenye kula mali yatima basi kwa dhulma, basi wajue wao wanakula matumbo mwao ni moto. Katika yale masala ambayo kwamba alosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yitanimu usaba al-mubiqati, watu wajiepushe katika madhambi makubwa yenye kuangamiza. Mmoja wapo wa aklu mali yatim, kula mali ya mayatima. Na ndio maana mayatima mtu akiwa atamlea kwa vizuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, huyo mtu kama huyo mimi na yeye tutakuwa sambamba peponi, ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashiria vidole vyake hivi vile, akasema yule ambaye atamlea yatima ukamlea nyumbani, ukamfanya yeye awe wewe uwe ndio baba na mke wako ndio awe mama, asema fil jannati hakadha, peponi mimi na yeye mtu kama yule tutakuwa namna hili. Hii ni bishara njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi, wa ashara bi asbuhi sababatu wal wusta, asbabatu wal wusta. Hivi vidole hivi vyote vina majina. Hii ndio asbabatu wal wusta, na cha katikati ni hiki, ama kama Mtume sallallahu alaihi wasallam akashiria namna hii, yani tutakuwa sawa sawa mimi na yeye, tutaingia peponi, yani utakuwa wewe wenye wafadha bainahuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenyewe Mtume akasema, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatim, nyumba bora katika nyumba za Waislamu, baitun fihi yatim, ni ile nyumba ambayo ndani yake kuna yatima, tena yuhsanu ilayhi, anatendewa mazuri, sio kama tena hapo kwamba yeye aonewa na nini. Ndio kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatendea sana wale watu ambao wao ni mayatima. Wa sharru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun, na nyumba mbovu, nyumba mbaya ambapo kwamba wale ambao Waislamu ni nyumba ambapo ndani yake kuna yatima, yusau ilayhi, atendewa mabaya ambapo yatima kama yule aonewa. Wakala aidha, akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uharriju haqqa al-dha'ifain al-yatim wal mar'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Ibn Majah alimwomba Mwenyezi Mungu haswa Mtume sallallahu, dua yake hasa kuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hao watu wawili, wanawake na mayatima. Wanawake na mayatima utatakiwa sisi tuwatendee haki. Mwanamke yeye umekwenda ukamuoa, na leo baada ya kumuoa mwanamke kama yule na kwa mahari vizuri tu, haki yake umpe. Na siku umeamua wewe mwenyewe kumwacha, kile ambacho kwamba uliokuwa umempa, hata kama ni nyumba,
wewe umempa yeye ni hiba yake, hutakiwi kumpokonya ukasema bwana hapo umekuja wewe na utatoka wewe. Haya masala kama hayo Mtume sasa, ittaqullaha fi nisa, mwogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hao wanawake. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameona kwamba wale wanaowatesa mayatima, wale watu ambao kwamba wenye kuchukua haki za mayatima wakala, basi wanakula moto katika matumboni mwao, wali'adhu billahi min dhalik. Kaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam kueleza, thumma ra'aytu rijalan lahum butun lam ara mithlahuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, aeleza kwamba nikawaona watu ambao kwamba wana matumbo ambao kama matumbo yenyewe lam yara mithlahuma, sijaona hapo mimi mfano wake, yale matumbo yenyewe khatu, yamuruna alaihim kalibl, wanapitishwa wao watu kama wale kama ngamia vile wenye almahyuma ambao kwamba wenye kiu, wana kiu, wanapitishwa katika hali kama hiyo. Hina yu'raduna ala an-nari, na wanapitishwa katika hali ambayo kwamba motoni huko. Qala qultu man haula'i ya Jibril, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Jibril, hawa ni kina nani watu kama hawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, haula'i akatur riba, hawa ni wale watu ambao wenye kula riba. Wali'adhu billahi min dhalik. Haya mambo sasa hivi riba ni kwa jambo ambalo la kawaida tu, na yatangazwa, na katika hali kama hii riba imekuwa ni jambo ambalo la kawaida tu. Mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusisitiza sana, akasema ar-riba 70 huban, riba ina mafungu takriban 70. Aisaruha, ile ambayo kwamba dhaifu sana, ambayo kwamba ya sahali sana, ile ndogo ambayo kwamba katika ile riba ile ndogo ile, ayankiha ar-rajulu ummuhu. Katika hadithi mzipokuwa na Ibn Majah, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ni kama mtu kwenda kumuoa mama yake. Ule ubaya ambao kwamba riba, ambao kwamba tunaona kama jambo la dhihaka tu, mtu anakula mariba na aishi katika hali kama hiyo. Na ikaja riwaya nyingine, riba 73 baban, ina milango 73, aisaruha mithlu an yankiha ar-rajulu ummuhu, ambao kwamba hiyo kwamba ndogo sana, sijui kubwa namna gani. Ikiwa ndogo tu, mfano wake ni kama mtu kwenda kulala na mama yake, haswa ambao kama ule ubaya ulioko. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza kama hivyo, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza kwa kula kwamba riba, na riba tusione kwa riba tukaona kama ndio ambao kufanikiwa. Riba ni kuwaondosha kwamba mwenye kula riba utaona mambo yake, na hasa ambao kwamba matajiri wajitahadhari sana wallahi na masala kama haya riba. Wao wanaona kuwa ndio kufanikiwa, lakini tumewaona wengi sana wakipomoka baadaye kwa sababu kwamba ya kulaja kama riba. Mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ma ahadun akthara min riba illa kana aqibat amrihi ila qilla. Mtume mwenyewe alayhi salatu wasallam atabia kama hiyo, yoyote ambaye kwamba mwenyewe atakuwa mwenye ulaji wake au kama wingi wake aendelea kula riba, isipokuwa mwisho wake utaona apungukiwa, yale mali yenyewe yatakuwa katika hali kwamba ya kupungukiwa. Hivi ndivyo kwamba kisha imeitwa haswa kwa hivi ni vita. Mtu atangaza vita haswa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, kama aliposema Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ikiwa una sifa hiyo, in kuntum mu'minin, ikiwa wewe una sifa kama hiyo mu'minin, waambiwa wewe umuogope Mwenyezi Mungu na achana na masala kama haya riba. Fa in lam tafalu, ikiwa hamtokomeka nyinyi mtaendelea nayo, fa adhanu biharbi min Allah wa rasuli, tayari mshatangaza vita sawa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Wa intum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wala tudhlamun, na kuleni rasilimali yenu tu ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, msidhulumu kumdhulumu mtu,
wala msifike kiwango kama nyinyi mkawa mwenye kudhulumiwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia katika masala kama haya ambapo kwamba vitu viwili hivi, idha dhahara zina wariba fi qaryatin faqad halu bi anfusihim adhab Allah. Angalia maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam, amezungumza masala kama haya. Kuna vitu kama hivi viwili, idha dhahara zina wariba, zina zitakapokuwa imedhihiri. Mambo haya yalikuwa zamani ya kuficha sana, na watu walikuwa wanaona haya haswa kuyafanya mambo kama haya, kuwa mtu aonekane afanya uzinifu na wazi wazi haya mambo. Sasa hivi wanawake wenyewe haswa wanatangaza haswa kwamba uzina ni jambo la kawaida tu, waliadhu billahi min dhalik. Riba, na riba ni jambo kawaida. Vitu hivi Mtume nyakati hizo asema zitakapodhihiri zikatoka nje tena ikawa sasa jambo la kawaida tu. Uzinifu, utaona kuna mashindano haswa ya uzinifu, kuna mashindano haswa ambao kama kwenda kuzini. Kuna wanawake haswa ambao kama waingia wakaoneshwa maumbile yao, watu wanaume wakakaa wakachagua namba 1, namba 2, namba 3, tena wakadhalilisha wanawake kama wale, wakae uchi, watembee mbele za wanaume kwa ya visidiria tu na vichupi mbele zao, na wao kwa upumbavu wao wakawajipitisha mbele ya watu ili wapate kusifiwa tu. Ndio haya alizungumza Mtume nyakati hizo, idha dhahara zina wal riba, zina zitakapokuwa zimefika kiwango ambapo kwamba hicho kuwa kudhihiri haswa ni jambo la kawaida, fi qaryatin, katika kijiji tu, faqad halu bi anfusihim adhab Allah, hao washatangaza moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, wewe tuchagulie adhabu gani wataka kutuadhibu sisi. Wao wenyewe washafungua mlango kwa nafsi yao adhabu zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani Mwenyezi Mungu ndio achague ambapo kwamba kuwapa hao, kama ni korona, kama kitu gani. Laana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala milani, Mtume sallallahu alaihi wasallam milani aswa laana Mtume, mtu anaipata yule ambaye mwenye kula riba, wa muwakilahu wa katibahu wa shahidai, hata yule ambaye kwamba mwenye kukaa akasema bwana, na mimi natia saini, nimemuona huyu kweli amekula, amechukua riba, basi nataka shahidi wake na mle mwandishi. Wote hao wanakuwa katika hali hum sawaun, wote watakuwa katika sawa katika madhambi tu. Yule mwenye kusaidia pia vile. Yati ala nasi zamanu la yubali almar'u ma akhadha minhu amin alhalal am min alharam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza masala kama haya. Zitakuja zama watu watakuwa katika hali hawajali, mtu hajali haswa kwamba anachokichukua cha halali au cha haramu, yeye ubwagia tu. Wale watu wema walikuwa wao si wepesi katika mambo kama haya, ama kama kujiingiza katika mambo kama haya ya riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema naondosha baraka katika biashara yako ikiwa mathalan imeingia masala kama hayo ya riba. Wa yurbi sadaqati, lakini sadaka ajabu, sadaka wewe unatoa katika kitu ambacho riba unaongeza wewe, kuongeza kwako huku Mwenyezi Mungu sema yamhaqullahu riba, anaondosha baraka katika ile riba. Lakini wa yurbi sadaqat, na sadaka inamfanya mtu kama anaona kama labda mali yake imepungukia, kumbe ndio kama kuzidishiwa. Mtu kama huyo atakuwa katika baraka, anaingia baraka akiwa atatoa sadaka, kinyume na ule mtu kama yeye amejiingiza katika masala ya riba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuepusha na janga kama hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika safari kama hii, hatta ataina ala narin min damin fihi rajulun qa'imun wa ala wasati an-nahri rajulun baina yadayhi hijara. Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza akasema, akauona mto kama mto ule wa damu ni yenyewe ikatoka tu peke yake inatisha, lakini sasa ni mto, ndani yake katikati kuna mtu,
Huyu mtu kama huyo yuko katikati kwamba ya mto kama huo wa damu, na huku kuna watu ambao kwamba wenye wamebeba majiwe. Fa idha arada an yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fihi, kila akiwa ataka kutoka basi kuna mtu huku anampiga kwa majiwe arudi akae pale pale. Faraddahu haithu kana, yani yale majiwe ndio yamrudisha mtu kama yule arudi pale pale ndani, katika kila ataka kutoka anashindwa. Faja'ala kullama jaa liyakhruja rama fihi bihajarin farji'u kama kana, kila kitaka kutoka basi arudishwa kwa majiwe kama yale, kupigwa na majiwe kama hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, man hadha, ma hadha, nini hii? Faqala Jibril akamwambia, alladhi ra'aytahu fi an-nahri aklu riba. Tena Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hayo ulioyaona hayo ni yule ambaye kwamba amekula riba, basi naye pia hiyo mmoja katika adhabu yake. Hadithi hii aswa imepokewa na Imam Bukhari, ambapo kwamba watu kama hao wenye kuingia kama hayo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa ra'aytu aqwaman baina aydihim lahmun tayyibun wa lahmun khabith. Akaona kuna watu mbele yao wana nyama nzuri na harufu nzuri, na wengine wana nyama ambayo kwamba mbaya na yatoa harufu. Wa yatrukuna tayyib yakuluna alkhabith. Ajabu iliyoko, nyama nzuri yatoa harufu nzuri, haina wadudu, haina nini, mtu aamua haswa kuiwacha ile nyama kama ile nzuri, aenda kula nyama ambayo kwamba inatoa harufu na yashindwa sana ile harufu yake kwa mbaya, na waacha ile. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akashangaa, akamwambia Jibril, man haulai ya akhi Jibril, kina nani hao kama hao ambao kwamba ujinga wao kama hivyo, wanaacha nyama nzuri kama hii? Jibril akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, haulai alladhina takunu li ahadihim imra'atan, atakuwa mmoja katika wao ana mwanamke mke wake mzuri wa nikaha, fayatrukuha, amwacha yule mkewe yule, wa amidu alharami, akawa yeye anatafuta vibada nje huko wanawake ambao wa haramu, wallati takunu ma zawjiha bilhalali, na atakuwa mwanamke pengine yeye ana mume wake wa halali, watamil ila alharam, yeye aenda kuzini na mwanamume ambao kwamba wa haramu. Watu kama hawa adhabu zao ndio kama hiyo, na ndio maana hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Na Mtume asema, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, mtu aswake wa mtu ana sifa ya mu'min basi ajiingizi mambo kama haya. Wali'adhu billahi min dhalik, idha zana ar-rajulu kharaja minhu al-iman kana alayhi kadhilla. Mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam zungumza katika hadithi mzubekwa na Imam Tirmidhi na Imam Daudi, ile uzinifu mtu akiamua kwenda kufanya vitendo kama vile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakubali ile imani abaki nayo. Imani inavuliwa, inakuwa kama mfano wa kivuli. Fa idha qata'a raja'a ilayhi al-iman, atakapomaliza yale uchafu wake, basi hapo ndio imani arudishiwa. Namna ile imani hasa mtu akifanya vitendo kama vile, ile imani inakaa kando. Manzana au shariba al-khamr naza Allahu minhu al-iman, yoyote ambaye kwamba akawa na utembo, akawa mlevi na akaenda kuzini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huivua ile imani, kama yakhla'u al-insanu al-qamis min ra'sihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kama mtu anapovua ile kanzu yake kutokana na kichwa chake akatoa kichwani, basi mtu kama yule yeye anakuwa katika hali kama hiyo. Hakuna kitu kibaya kama vitendo hivyo kama vya uzinifu ambao kwamba sasa hivi vimeshadidi. Mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ma min dhanbin ba'da ash-shirki a'zamu 'inda Allah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimi la yahillu lahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia maneno kama haya, ma min dhanbin, hakuna dhambi yoyote baada shirki, imewekwa baada ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
tena a'dhamu inda Allah, kwamba ni kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min nutfatin, kama mtu kuchukua pande la hali ambapo kwamba huo uchi wake ile wadaa rajul fi rahmi la yahillu lahu, akaenda kalieka katika uzao ambao si halali yake mtu kama yule. Na watu kama hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama, thalathatun la yukallimu Allah yawm al-qiyama, hatazungumza nao wala yuzakihim wala yanzuru ilayhim, wala kuwatakasa wao wala kuangalia kwa jicho la rehma, wala hum adhabun alim, na ni adhabu kwa wao ama kama kali. Sheikhun zani, mtu mshafika utu uzima bado yeye endelea na mwendo kama huo. Tena jambo lingine, wala hum adhabun alim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ni adhabu kabira. Wa malikul kadhab, na ule kiongozi ambaye kama yeye ni muongo, kiongozi akawa yeye ni muongo. Wa ailul mustakbir, na yule mtu ambaye kama maskini, katika hadithi maziko na Imam Muslim, na yule ambaye mtu ambaye maskini na kiburi. Mtu wewe una chochote lakini kiburi chako wewe unacho wewe, basi unaingia katika daraja kama hii. Tuwaambia watu wa maneno kama haya, watu waache kwa mambo vitendo vibaya, na wanawake wasijaribu kufanya mambo mpaka waume zao kuingia katika uzinifu. Watu pengine mume atakiwa atimiziwe haja hiyo, wewe umeamua kumbania, imekuwa hutaki wewe, lakini wampeka huyu mko kama mkoma yeye, sasa aomba. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha da'a rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi, mume akimwita mke wake akiwa anamtaka na ule mwanamke akakataa kwenda, fabata ghadban alaiha, akalala katika hali ambayo kwamba amekasirika juu yake yeye mwanamke kama yule amekasirikiwa, la'anataha almalaikata hatta tusbih, analaaniwa na malaika. Sasa wewe jua malaika wote hao wanamlaani mwanamke kama yule mpaka kupimwa asubuhi, yani usiku kucha analaaniwa kwa sababu amemkatalia ama kwamba mumewe tu akiwa amtaka. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho kibaya kama kwamba mwanamke akawa yeye mwenye kumkatilia mumewe haki yake akiwa yeye anamtaka. A'udhu billahi min dhalik, Mwenyezi Mungu atatulinda na janga kama hili. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.